Mkuu wa wilaya ya Babati mkoani Manyara, Crispin Mela, ameamuru kukamatwa mara moja hakimu wa mahakama ya mwanzo Bashnet, afisa mtendaji wa kata ya Dabil, mwenyekiti wa kitongoji cha Birisima wilayani humo kwa tuhuma ya kumdhulumu mwanamke mmoja ardhi yake yenye ukubwa wa ekari 1.5. Mela, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya hiyo, ametoa maagizo hayo baada ya wanawake wa kijiji cha Gidewal kata ya Dabil kukesha nje ya nyumba zao siku 3 mfululizo na kuandamana wakipinga kitendo cha kiongozi hao kushirikiana kuuza ardhi ya mwanamke mwenzao bila ridhaa yake. Mwandishi wa TBC mkoani Manyara, Ben Mwaipaja, anasimulia zaidi. Zaidi ya wanawake 90 wa kijiji cha Gidewal na vitongoji vyake hapa wilayani Babati mkoani Manyara wameandamana kupinga kile walichoeleza kuwa ni ukandamizwaji wa haki za wanawake katika kijiji hicho, huku wakimtuhumu mwenyekiti wa kitongoji cha Birisima Lucian Labu wa kinara wa unyanyasaji huo. Alichokifanya ni kitendo cha kiunyama, kumnyanyasa mama mwenzetu kwa matatizo ya kuuza shamba ambalo ni la familia, na shamba hilo liliuzwa kiunyama. Kwa hiyo sisi akina mama sasa hivi tunatafuta haki. Mahali haki yetu inapatikana ndio leo tunakokwenda. Baada ya kujiridhisha juu ya kuwepo kwa mpango uliosukwa na viongozi hao kumdhulumu mwanamke huyo aitwaye Cecilia Shamke ardhi yake, mkuu wa wilaya Babati Crispin Mela ameagiza watu 3 wakamatwe, akiwemo afisa mtendaji wa kata ya Dabil Samuel Mtiko. Katika kuonyesha kwamba tuko serious, hatuwezi kukaa na watumishi wa namna hii. Kwa hiyo bwana mtendaji wa kata, kuanzia sasa hapo uliko unakaa chini ya ulinzi hapa. Tunaondoka na wewe, tunaenda kukufungulia kesi na taratibu za utumishi tunakuchukulia na lazima tukufukuze. Mwingine ni mwenyekiti wa kitongoji cha Birisima Lucian Labu. Na kisha anza hiyo, viongozi mwanzo utaratibu wa kutafuta mwenyekiti mwingine wa kitongoji. Hatuwezi kuwa na viongozi wa namna hii. Rungu hilo limemwangukia pia hakimu wa mahakama ya mwanzo Bashnet Julius Dakaro. Hakimu anafanya maamuzi mabaya kwa kutumia kalamu yake vibaya, anashirikisha watumishi wa serikali ambao nao ni mafisadi, wanakaa kikao, wanafanya maamuzi mabaya. Hili hatutakuvumilia na wala hatuwezi kulikubali. Kwa wananchi nataka niwahakikishie hilo shamba, mama huko hapa, hilo shamba ni mali yako. Kati ya watuhumiwa hao 3 aliyepambana na mkono wa polisi papo hapo ni afisa mtendaji wa kata Dabil Samuel Mtiko, ambaye atalazimika kukaa mahabusu wakati wenzake wakisakwa popote walipo kuungana naye. Mwanamke huyo ameishukuru serikali kwa kumrejeshea shamba hilo. Mungu apewe sifa na utukufu kwa sababu amekuja kusikia malalamiko yangu. Tunasema asante sana. Kama sio wewe sijui itaenda wapi. Baadhi ya wananchi walioshuhudia tukio hilo wameelezea kufurahishwa na uamuzi huo wa serikali wilayani Babati. Mkuu wa wilaya, wewe kweli kabisa, wewe ni Magufuli wa wilaya Babati. Ninakupongeza kwa hili tu kwa sababu umeona kilio cha wananchi. Watuhumiwa wote 3 wanatarajiwa kufikishwa kwenye vyombo vya sheria, ikiwemo kuchunguzwa na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa nchini TAKUKURU katika wilaya Babati. Mimi ni Ben Mwaipaja, TBC Manyara.